Huenda umesikia mengi yanayofanywa na kijana huyu wa Kitanzania katika jitihada za kukuza na kueneza ulumbi kila pahala. Jina lake sio geni masikioni mwa Tanzania, ila sina hakika endapo umewahi kusikia historia yake ya maisha kabla na baada ya kukumbatia ulumbi. Jina lake ni Joram Kumbi, mzaliwa wa mkoa wa Singida, mtoto wa mwisho na wa kiume pekee katika familia ya watoto 6. Msomi wa shahada ya uzamili katika utawala wa biashara MBA na shahada ya kwanza katika hisabati na takwimu, huku kwa sasa akihudumu kama mkurugenzi wa jukwaa la uongozi wa vijana wa Afrika AYLF. Pamoja na mambo mengine, Joram ni mwandishi wa vitabu mbalimbali, akiwa tayari amechapisha vitabu zaidi ya 6. Miongoni mwa vitabu alivyovichapisha ni Leadership and Mentorship, Ulumbi na Walumbi, Vita vya Uchumi na vingine. Kupitia kazi zake za uandishi na ulumbi wa Kiswahili, Joram Kumbi anaendelea kufundisha na kuikumbusha jamii juu ya kukithamini Kiswahili na kukizungumza bila kukibagaza. Mwaka 2023 Joram alitambuliwa kuwa miongoni mwa Watanzania 100 walioleta matokeo chanya nchini kwa mwaka huo. Joram Kumbi amekaa na sisi tusikie upande wake mwingine wa maisha. Na kama wewe ni kijana na unatarajia kuingia kwenye ndoa, kuna nondo za kuondoka nazo hapa. Awali ya yote ni vizuri kumshukuru Mwenyezi Mungu jalia kwamba yeye ndiye anatupa nguvu, pashawa la moyo, tunaendelea mbele, tunazidi kushinda mitihani, tunapata ule ujasiri, unajua. Kwa hiyo hata katika kujitambulisha kwangu mara nyingi huwa nasema wabadu wakatabahu fakir na yuka huku nikiwezeka kwenda wazimu. Watu hawaelewi ile falsafa ninayoisema, lakini wabadu maana kwamba baada ya hayo, inaweza kuwa baada ya hayo niliyoandika au niliyosema. Wakatabahu ni mimi, fakir ni maskini. Yani ule usemi baada ya hayo mimi niliyosema, msinifikirie kwamba ni mtu zaidi sana. Mimi ni maskini wa hali. Maana kwamba ni namna ya kujinyenyekesha katika mazungumzo yako au katika uandishi wako. Hata Shaban Robert akatanaandika barua zake, mwishoni alikuwa anaandika wakatabahu wabadu wakatabahu Shaban Robert. Yani baada ya hayo niliandika ni mimi Shaban Robert. Sasa katika mazungumzo nasema wabadu wakatabahu fakir, mimi ndo nataja jina langu pale. Siku hizi watu wamenipa hata lakabu. Unajua lakabu ni jina. Jina mtu hupewa ama kusifiwa ama kuheshimiwa. Watu nikipita mtaani wananiita Mlumbi. Mlumbi ni mtu hodari katika kusema lugha, anajua namna ya kutumia msamiati, sio misamiati, ni msamiati ndio sahihi, na anajua kutia ladha katika kuzungumza kwake, anaweka methali, anaweka msamiati, anaweka nahau. Unajua hazungumzi kama mtoto mdogo, huyo tunamuita Mlumbi. Lakini pahala pengine wanakuita balagha. Balagha ni mtu ambaye ana ushawishi katika kusema kwake, anajua fani ya kucheza na maneno. Wazee wetu wa zamani walikuwa ni mabalagha, walikuwa ni mafundi wa kutumia maneno. Hawezi kuzungumza na wewe ndugu Dula asikupigie methali kidogo, mkaagana upo hali wali mkafu, unaona. Kwa hiyo ilikuwa anaweza katoka labda asipate riziki, anasema kisicho riziki hakiliki, unaona. Mshika mawili moja umponyoka. Kama umetumwa lakini haujafanikiwa, unashikashika mambo mengi, wanakupigia maneno, unaona. Kwa wale walikuwa ni mabalagha, walikuwa ni walumbi. Kwa hiyo hata jitihada ninazozifanya kila siku za mambo haya ya Kiswahili ni kuona wanazaliwa mabalagha, watu wenye ushawishi katika lugha. Wanazaliwa mambuji wa kusema, watu wabobevu katika kusema. Hawazungumzi shelabela ovyo ovyo, bali wanazungumza kwa kiada. Kiada ni utaratibu. Wanazungumza kwa muala, utaratibu fulani, kwa jahara, kwa sauti na kwa wazi. Wanazungumza kwa maki, kwa upana zaidi. Wanazungumza kwa uketo, yani kwa kina. Ulikuwa ukipita Kariakoo siku zilizopita, unasikia mtu anasema mshitiri ni sitiri. Na mshitiri anajibu ni kusitiri namna gani, bei yako sitahafifu. Yani mshitiri ni mteja, anamwambia nitakusitiri namna gani wakati wewe bei yako ghali. Tahafifu ni maana kwamba na tahafifu neno hili unaweza ukalitumia hata kama mtu alikuwa anaumwa, sasa ameanza kupata nafuu. Hali ya mgonjwa ikoje? Hali yake tahafifu. Yani kwamba anaendelea vizuri, si kama ulivyomwacha wa leo wa kesho. Joram Kumbi. Naam.
Naweza nikasema wewe sio mtu ambaye ni msununu. Nitakuwa niko sahihi? Mimi si msununu kusema kweli, mpenzi wa Mungu. Labda ninaweza kusema ni mtu ambaye naima una furaha, una furaha, uko katika hali ya mtimbwiriko. Mtimbwiriko ni hali ya kuwa katika sherehe. Hata ingali unabamizwa na mambo baadhi, lakini unachagua katika kubamizwa kule unachagua kuwa na furaha. Manake furaha ni uamuzi. Kuna watu wana kila kitu, ndugu yangu, wafaa kula kuku kwa mrija, lakini roho zao zimekunjamana namna hii, hawajagundua kwamba furaha ni uamuzi. Hao ni wasununu. Hao ni wasununu. Kuna namna yoyote umenufaika wewe binafsi kutokana na kile ambacho umekuwa ukikifanya? Ni kweli, kwa sababu kupitia ulumbi au mambo haya ya kusema lugha ya Kiswahili imenipa familia kubwa sana, na nimekuwa nikipokea salamu hapa na pale, na safari zangu nyingi zingine zimechochewa na lugha ya Kiswahili, na milango mingi sana imefunguka ambayo nilikuwa sitarajii. Nitakupa kisa kimoja, ndugu yangu. Hivi karibuni nilikuwa Marekani. Tulikuwa ni tukio moja kubwa sana ambalo lilikutanisha watu kutoka mataifa 140, na muhusika wa ile shughuli alikuwa ni Joe Biden. Sasa mimi nilipata nafasi kupitia, nasema nilikolwa mbawazi wa Mola. Niliangukiwa na kijani kibichi. Sasa nikawa nimekaa kwenye meza, miongoni mwa meza za mbele pale. Sasa katika kukaa katika ile meza, baadaye nikaona kikundi cha watu kinakuja kwenye ile meza. Akakaa hapa mwanamama fulani, tulikuwa tunatazamana, lakini alikuwa amevalia mavazi fulani hivi ya biadh, mavazi meupe. Alafu watu wakimzingira, lakini sikutilia maanani sana, tukaendelea tu. Maana katika ule mkutano kila mtu ni maalum, kwa hiyo usingeweza kustaajabishwa kwa hicho. Wakati tunaendelea na mazungumzo, huku tunapata chai ya udoho ni vitafunwa hapa. Kulikuwa kuna sharubati ya karakara ni passion. Sasa tunapata vile katika ile meza. Sasa baadaye nazungumza pale na mega mkate, baadaye akanijia afisa kuninongoneza, amepiga magoti hivi, akanambia, bwana mdogo, kuwa makini, kwa sababu huyo mtu unayezungumza naye ni first lady wa Burundi. Ni mke wa rais wa Burundi, anaitwa Angelina yule mama. Tuko naye katika ile meza moja. Alivyoniambia vile, akanambia, sasa kwa sababu ya protokali, ukimwona amesimama na wewe unasimama. Ukiona amekaa na wewe unakaa. Akipiga makofi na wewe unapiga makofi. Kwa hiyo usiende kinyume na mambo anayoyafanya. Basi baada ya pale nikatii ile mambo ya itifaki na nini, tukabadilishana namba na mambo mengine kadhalika. Sasa nikapata safari ya Rwanda baada ya Burundi, baada ya ile safari ya Marekani. Na ile nilikuwa nimetoka Ngara, nilikuwa natumia basi, usafiri wa kawaida. Sasa nikafika pale mpakani, na kwa kweli siku ile kiroho changu ilikuwa chini sana, kwa sababu nimefika pale katika migration office, uhamiaji wa Burundi. Yule mwanamama akaniomba kitu ambacho nilikuwa sina. Ananiambia, wewe unakwenda kule, barua ya mwaliko iko wapi? Sasa barua ilikuwa nimetumiwa, alafu tatizo ni kwamba pia sikuwa mkondoni, yani online, sikuwa mkondoni. Sasa katika kufungua akaniambia, kaa kule. Unaona, unajua unapewa shurba hivi, unakaa kule na nini. Kiroho changu kikawa kipo chini sana. Sasa akilini mwangu nasema hivi, nilichukua namba za wakuu wa hii nchi wakati niko kule Amerikani, au nimpigie mmoja wao nimwambie mimi ninapewa shida hapa mpakani. Lakini kiroho changu kingine kananiambia, kwa nini ufanye hivyo bwana? Mtu yuko anatimiza majukumu yake. Basi nikawa muungwana, nikakaa pale bwana, nasubiri akisema niende basi nipite, akisema uwezi kwenda basi akati naangalia na kumtafuta yule jamaa yangu alionitumia ule mwaliko kuingia Burundi. Saa nyingine kuna taabu sana. Afrika ni moja, lakini utapewa shida. Yani ukiwa Afrika ni mgeni, ukitoka ukienda Ulaya unakuwa mgeni. Yani mtu anakutikisa wewe wapi wewe? Siwe tabu, nikawa hivyo. Sasa baadaye akili kanijia, hebu toka nje pale, enda kaangalie sehemu nyingine kama unaweza kupata internet, au unaweza ukaenda ukachapisha kile kitu kilicho katika simu yako. Kumbe kulikuwa kuna afisa wa migration kutoka Tanzania, kwa sababu
ofisi zilikuwa zimekaribiana. Sasa yeye akaanza kuniita Mlumbi. Unaona? Mlumbi, kushangaa hivi kumbe ananichekea na mimi nikabidi nicheke. Na bila kupoteza maneno nikamwambia, bwana mimi napewa tabu hapa ndugu yangu. Akanambia kulikoni? Nikamwambia nimekwama hapa. Nilikuwa natakiwa nionyeshe barua ya mwaliko, lakini simu yangu haiko mkondoni, na barua ile nimejaribu kuitafuta sikuipata. Kwa hiyo akatoka pale akaenda kwa yule afisa, akasema huyu tunamfahamu bwana, ni ndugu yetu. Ikawa rahisi. Basi nikaendelea na safari yangu. Hiyo ni moja ya faida ya ulumbi. Ndio kusema ulumbi umenipa umenipa nafasi ya kuonana na watu, ya kujuana na watu. Nimeingia pahala ambapo binafsi ingekuwa ni ngumu kuingia. Nimeonana na washarafu ni waheshimiwa wa taifa hili la Tanzania, na hata namba zao za simu ninazo kwa sababu ya ulumbi kila pahala. Mimi na wao tuna ukuruba ni ukaribu, na usuhuba ni urafiki ambao umeletwa kutokana na hii safari ya ulumbi. Ndio maana nasema ulumbi kila pahala. Maana kila sehemu unapokwenda jitahidi kuzungumza Kiswahili mufti na si Kiswahili shelabel. Kwa sababu ukishakuwa unazungumza, na kuna watu wengine ambao wako Marekani, wako Ubelgiji, wa Tanzania lakini wako Marekani, wako Japani, wengine wana familia huko kabisa. Sasa wale nikizungumza napata ujumbe kwamba wewe kila mara ukizungumza hicho Kiswahili chako unaturudisha nyumbani. Unaona, wengine wameloea miaka 20, wengine miaka 10. Kwa nasema unapozungumza kile Kiswahili unaturudisha nyumbani. Kwa hiyo wanasema endelea. Ndio maana mimi nasema ulumbi kila pahala. Kwa hiyo kupitia hii shughuli, kwa kweli msema kweli mpenzi wa Mungu, nimepata faida lukuki. Nimepata faida maradufu au faida dabali, yani za kutosha kutokana na huu ulumbi. Tu katika hali ambayo wazee wanaondoka kwa kasi ya mtupo wa mshale. Wanaondoka kwa mwendo wa march. Mwendo wa march ni kama ule mwendo wa farasi. Ghafla tunao, ghafla hatunao. Sasa wanaobakia ni Waingereza wadogo hao. Is there that this? Unaona, ndo tunabakiwa nao hao. Watu waliokwenda shule wana kasumba ya uweledi, inaitwa intellectual arrogance. Mtu akishakwenda shule hawezi akaongea Kiswahili wakati wote. Wapi? Subutu. Mtu ana masters 2, degree 2, aongee Kiswahili. Kwanza anaongea Kiswahili simtamuona hajasoma shule. Lazima akisema kidogo actually, you know. By the way, anyways, unaona, halafu baadaye aseme hivi concentration kwa Kiswahili inaitwaje? Watu waseme asema hivyo concentration. Unaona, basi anaonekana ni msomi, lakini angeweza kusema kumakinika. Lakini Mswahili ili aonekane amesoma atakuwa hajui maneno ya Kiswahili, alafu anawaambia wenzake hivi maana yake nini kwa Kiswahili, watu wamwambie maana yake. Sasa ile ni kasumba ya uweledi. Na sasa ili kuendelea mbele, mimi nikaona kwa jitihada ndogo ya Mja Chochole ni mtu wa kawaida. Si paka uende vyuo vikuu uandikiwe waraka kwamba sasa wewe enda ukawe balozi wa lugha. Utasubiri sana mambo haya. Wewe fanya jambo ambalo unaweza kufanya. Wewe si Mswahili. Lugha ni mali ya jamii. Lugha si mali ya watu wachache. Unaona, maprofesa wamefanya kazi kubwa na madaktari wamekusha kutuandikia. Sasa sisi Waja Chochole tunaenda tunachukua vile vitabu, tunavifunua. Tukianza kusoma tunaweka katika matumizi. Ndio harakati zinakuwa. Ndio tunataka tukuze kizazi cha mabalagha. Mabalagha ni watu wenye ushawishi katika kusema. Tukuze kizazi cha mambuji wa kusema, ambao wakizungumza hivi wanazungumza kutokea ndani, wanazungumza hekima, wanazungumza maarifa, wanatondoa utondozi, wanasema kwa fusuli, wanazungumza kwa kiada, wanazungumza kwa muala, wanazungumza kwa jahara, wanazungumza kwa uketo, wanazungumza kwa maki. Tunataka kuona jamii ya namna hiyo. Inawezekana? Ndio inawezekana. Mtoto anaweza akawa mlumbi wa lugha ya Kiingereza na mlumbi wa lugha ya Kiswahili, akiwekewa misingi mizuri. Kwa hiyo kazi hizi, maneno haya tunayosema yatabakia, yenyewe yataishi tu. Vizazi vinavyokuja vitakuja kukuta haya maneno tunahifadhi. Ndio sifa pia ya fasihi simulizi. Hapa tunasimuliana hapa, lakini kizazi kinachokuja miaka 50 kutokea sasa hivi watakuja kutazama mambo haya.
Kweli. Kwa hiyo ndio historia fupi ya Joram ilipoanzia, si ndio? Kwenye ulumbi. Ndio. Ikaweje mpaka ukafika kwenye uandishi wa vitabu? Na bila shaka nadhani sasa hivi utakuwa umetoa vitabu zaidi ya 3-4 kama sikosei. Katika mtandao wa Amazon nimeandika vitabu, nimevichapisha vitabu 6. Na vingi vilivyomo mule ni vya mambo ya leadership ama uongozi, mambo ambayo yanaenda ndani zaidi kuliko ya akili, mambo ya fikra. Yanaunganisha, vitabu ambayo najaribu kuviandika vinaunganisha fikra ya mtu na moyo wake mwenyewe. Na pahala fulani katika kuchakura, unajua kuku anavochakura avipatie chakula vifaranga vyake. Nami nilikuwa katika ile hali wakati niko chuo kikuu, ninachakura kusudi nijipatie chakula katika moyo wangu. Ndiposa nikaja nikabaini kwamba binadamu amepewa na Mwenyezi Mungu zawadi kubwa 4. Na zawadi ya kwanza tunasema ni creative imagination, ni fikra juu ya mambo yanayokuja baadaye. Na hii creative imagination, kwa kuwaza na kuwazua, binadamu ni kiumbe cha nguvu. Kupitia fikra zake njema, mwanadamu ana uwezo wa kupaa mpaka kuzikaribia mbingu. Na kupitia mawazo yake mabaya, binadamu anaweza akashuka chini kimo cha mnyama, to the level of the beast. Kwa hiyo anayo nguvu binadamu ya ama kuyafanya maisha yake yawe bora, ama kuyafanya maisha yake yawe kama jahanamu akiwa duniani. Kitakachomtesa mwanadamu ni fikra yake mwenyewe, akubali asikubali. Zawadi nyingine ambayo mwanadamu amepewa, wanyama wengine hawajapewa, tunasema ni conscience. Conscience ni utashi. Ule utashi wa ndani binadamu wanao, wanyama wengine hawana. Kwa maana kwamba kuanza ni kama muongozo kutokea ndani. Waingereza wanasema the inner guidance system. Yani una dhamira, inaitwa dhamira. Wakati mwingine ukitaka kulifanya jambo ambalo ni kinyume na maadili, roho yako inakusute na kuambia Adula, usifanye jambo hilo. Jambo hilo ni baya, jambo hilo litakuumiza, jambo hilo. Kwa nini kuendelea nalo? Hiyo inaitwa dhamira, inaitwa conscience. Kwa hiyo ukiitumia vizuri itayahifadhi hai maisha yako. Na ndio maana umewahi kuona katika hali ambayo siku hiyo haujisikii kupita njia fulani, na haupiti njia ile, unachagua kupita njia fulani, ama jambo la baraka la kutokea katika njia ile ulioenda, ama hujisikii kusafiri siku ile na hausafiri, alafu unasikia lile gari ambalo ulikuwa unataka ulitumie limepata ajali, ama unamkumbuka mtu fulani halafu ghafla anakupigia simu. Kwa hayo ni mambo ambayo huwezi ukayaelezea, ni mambo katika hali fulani isiyoshikika, lakini ni dhahiri. Dhamira yako inakuongoza, inaitwa conscience, the inner guidance system. Binadamu anayo hiyo. Zawadi nyingine ya kipekee tuliyokuwa nayo inaitwa independent will. Independent will ni ule uwezo wa binadamu kufanya maamuzi. Kwa hiyo sisi ni matokeo ya maamuzi yetu. Tunapopata furaha ni kutokana wakati mwingine na maamuzi ambayo tumeyafanya. Tunapopata mateso ni kutokana na maamuzi ambayo tumeyafanya. Kwa mdogo mpaka labda unafikisha miaka 20 au miaka 15, 18, ulikuwa mdogo, pale hauwezi ukalaumiwa sana. Lakini kuanzia utu uzima unapoingia, yoyote yanayotokea ni kwa sababu ya maamuzi yako mwenyewe. Na mwisho kabisa ambayo ni zawadi ya binadamu ni self awareness. Hali ya kujitambua, zaidi tu ya kujua mimi ni mwanamke au mimi ni mwanamke. Ile inaenda mbali, kukaa pembeni na mawazo yako, unaanza kuyahukumu mawazo yako. Kwa nini mimi ninafikiri ubaya siku hizi? Tangu asubuhi mpaka jioni mimi ninafikiri fikra mbaya tu. Hapo unahukumu fikra yako mwenyewe. Unahukumu hisia zako mwenyewe kwamba kwa nini mimi siku hizi nikikaa kuanzia asubuhi mpaka jioni namuwaza cha usiku au namuwaza John. Mawazo yangu ni ya ulaku ya ulafi. Na waza kumfanyia mtu ubaya. Kwa nini? Self awareness ni kiwango cha juu sana cha kujitambua. Unahukumu fikra yako mwenyewe, unahukumu hisia zako mwenyewe. Sasa ukiunganisha hivi vyote vinne, for endowment of a human soul, zawadi kubwa 4 za maisha ya binadamu, ndio mtu anakuwa kamili. Sasa katika kupitia hizo zawadi 4 nilizozitaja, ndio zinaniongoza katika uandishi. Kwa kutumia creative imagination, unatumia fikra.
Ni fikra yako itakuokoa, itakukomboa, ni fikra yako mwenyewe. Ama utatumbukia katika shimo, ama utaibuka kutoka katika shimo, ni fikra yako mwenyewe. Uwezo, self awareness. Wewe ni nani? Uko hapa kwa muda gani? For how long shall you going to be here? Are you going to be here? For how long? Tutakuwepo hapa kwa muda gani? Kwa sababu hatuko hapa kwa kitambo kikubwa. Sasa katika ule muda ambao umepewa na Mwenyezi Mungu jalia, unatumiaje huo muda? Wengine wanachagua kutumia ule muda kudhuru wengine. Mwingine anabamiza wenzake kila siku ya Mwenyezi Mungu. Yeye asione watu wana furaha katika kazini pale, anawabamiza kazini. Asione mtu ana furaha pale nyumbani, atambamiza pale nyumbani. Ama katika nchi, hataki kuona watu wanaishi katika furaha. Yeye ni kubamiza, ni kubamiza. Kwa hiyo amechagua katika maisha yake kuumiza wengine. Kuna wapo watu wa namna hiyo, wanatumia zawadi ya kuishi kuleta maumivu kwa watu wengine, na hiyo ni huzuni kubwa sana. Lakini kuna wengine wanaitumia zawadi ya maisha kusaidia kuondoa maumivu kwa binadamu wengine, na hiyo ni zawadi kubwa sana ya maisha. Uzuri au ubaya, watu hao ni wachache. Hatuko nao watu wengi wa namna hiyo, ambao shida za watu zinawaumiza, taabu za watu zinawakera, wanajaribu kuufanya ulimwengu uwe sehemu bora ya kuishi. Watu hao tuko nao wachache. Lakini walio wengi ni wao wanaoleta maumivu, wanaleta mangungumbaro, wanaleta fujo, wanaleta jefule, wanaleta matatizo. Wao wamejaa makunjubo. Kosa kidogo tu hivi wanakumaliza, wanakuondoa kabisa. Wao wamejipa nguvu kama ile ya Ibilisi, nguvu ya Israeli mtoa roho za watu. Ukipita kidogo katika 18 zao wanakuondoa, wala hawaoni aibu kabisa. Roho zao zimekuwa kama za jiwe hivi. Roho zao zimekuwa, usipite katika 18 zao wanakuondosha kabisa. Na hao ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Sisi wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini wengine wamechagua kuumiza wenzao. Kwa katika uandishi wangu naunganisha mambo yote haya. Mtu awe na fikra, ajijue yeye ni nani, atakuwepo hapa kwa muda gani, anaweza kufanya nini. Haidhuru unatoka wapi katika maisha, haidhuru uko pahala gani, lakini kutokea hapo uliko unaweza ukafanya jambo au la katika jamii yako. Kwa hiyo haidhuru kama we ni mwalimu wa shule, haidhuru kama we ni muhasibu katika kampuni fulani, haidhuru kama we ni mtangazaji ama wewe ni msafisha barabara tu. Ifanye kazi yako vizuri. Katika wewe uponyaji utakuja katika nchi. Uponyaji utakuja katika kijiji. Watu wengi wanadhani mabadiliko makubwa yanaletwa na watu wenye manyota huku begani, watu wenye kofia yenye heshima na hadhi, au mabadiliko yanaletwa na watu wenye ving'ora na msafara wanapigiwa na mikia ya mbwa namna hii, na mikia ya farasi namna hii. Wakati mwingine sivyo. Mabadiliko makubwa ya dunia yanaletwa na watu wa kawaida tu, waja chochole kama wakina Shifra na Pua. Kwa ndio kusema kwamba haidhuru mahala popote uliko. Usisubiri paka uwe mtu top manyota. Hapo hapo chukua hatua kufanya jambo aula, chukua hatua kufanya jambo la maana katika jamii yako. Unaweza kuwa ni mja tu chochole, raia wa kawaida, lakini ikiwa una uwezo wa kusema mambo yako vizuri, ukahamasisha wenzako, ukawaambia tuokote taka, wakaokota taka, sasa wewe ni kiongozi. Uongozi ni hamasa njema. Hakuna kinachozidi wala kinachopungua. Na Joram tayari ana familia, kwa maana ya ameoa? Hili swali nisilijibu sasa, lakini niko katika njia hiyo. Mimi ni muumini wa familia, ni muumini wa ndoa na watoto na kujenga. Naamini katika maisha mambo makubwa sana ni kuwa na familia yako. Mambo yote yanaweza yakawa ni bure kama hauna familia, hauna watoto. Kwa hiyo niko katika huo mchakato kukamilisha hilo. Mwenyezi Mungu jalia upesi. Kwa hiyo ingawa sasa hivi katika dunia yetu kuna ujanja na uongo umekuja, kwamba tunaelezwa mtu kuwa na karia, kuwa na taaluma na kazi ya kufanya ni muhimu zaidi kuliko kuwa na watoto bora, kuwa na familia bora. Ndio unakuta mdada anaweza kuwa na miaka 30, amejitoa sana katika kazi yake, labda mwanasheria, labda daktari, labda na kijana hivyo hivyo. Unamuuliza vipi? Anasema I want to have a lot of money, nataka niwe na mapesa.
mimi na karia yangu tu, hayo mambo ya familia baadaye anakuja kugundua na miaka 35 na 40 ana pesa na nyumba lakini hana familia. Na wakati mwingine wanapata familia lakini muda wao mwingi wanatumia katika kazi. Watoto wanakuwa wa kawaida sana, watoto hawaoni. Kwa hiyo anakuwa na taaluma yenye nguvu, watoto dhaifu. Kitu gani kilicho cha msingi katika dunia hii ukiondoka? Yani wewe unaacha nyumba iliyo imara lakini watoto dhaifu. Unaacha magari mazuri, watoto dhaifu. Unaacha biashara na nguvu, watoto dhaifu. Yani nani ametuongopea kiasi kikubwa namna hii? Lakini kama tungekuwa tunaona watoto wetu ni wa muhimu, labda tungetenga nao muda wa kutosha nyumbani, kutulia na wakati mwingine kusikiza mapigo yao ya moyo, na kupata kujua mtoto mmoja baada mwingine, tabu yake na mustakabali wake. Kuheshimu zaidi watoto, wakati mwingine kuweka simu kando, kuzima TV, laptop na nini, and then unakaa na hichi kiumbo ulichokileta duniani, mtoto wako kwa miaka 20, miaka 30, unataka umuelewe. Ukiondoka umeacha watoto imara. Labda ni kipindi ambacho tunapaswa tuziponye kaya zetu. Kuna vilio vingi sana katika familia. Watoto wengi wanalia, wazazi wao wamefanikiwa kiuchumi lakini hawapo kabisa nyumbani, na wanatafuta mfano wa baba wasimuone, mfano wa mama wasimuone. Kwa hiyo ni mambo ambayo binafsi nikiyafikiria wakati mwingine ni mambo mazito kuliko ambavyo nilikuwa nafikiri wakati niko bwana mdogo. Lakini sasa hivi jaribu kufikiri, unamuoa mtu fulani alafu watoto wako wanakwenda motoni kabisa. Yeye mwenyewe hana habari na maisha haya. Anapenda mambo ya dunia, hajali mambo ya ibada, hajali mambo. Kwa hiyo yeye ni mtu wa party baada ya party. Sasa ni mtu ambaye unataka awe mama wa watoto wako. Wakati mwingine unaoa mtu unamuona kama ni mtu mzuri, baadaye anageukia mambo ya ulimwengu. Kwa hiyo ni mambo yanatweza ukiyafikiria kwa kina, lakini ndio hivyo maandiko yanasema mali, nyumba mtu anapewa kutoka kwa babaye, lakini mke mwema anatoka kwa Bwana. Mke mwema anatoka kwa Mungu na mume mwema anapata kwa Mungu. Nilishangaa mpaka mtu mmoja anaitwa 50 Cent. Si muumini wa kazi zake za uandishi na muziki wake, lakini alisema kitu fulani, akasema kuna watu wana bahati sana katika dunia hii. Maana kwamba wao katika fungu la maisha waliwapata watu sahihi wa kutengeneza nao familia. Hawana fedha kama sisi, hawana nyumba kama sisi, lakini fungu lao lilikuwa jema. Wanajua kuishi vizuri hata kwa maana kwamba hawana hela kabisa. Yeye linamshangaza jambo lile. Kwa hiyo kwa kweli katika dunia hii kuna watu wana bahati. Nyumba zao ni kama bustani ya Edeni kabisa. Mke yuko vizuri, mume yuko vizuri, watoto wanakwenda katika njia iliyonyooka na wanakuwa faida katika jamii. Hao watu wamebarikiwa. Kwa hiyo familia, kwa kweli mimi ni muumini wa familia. Na kwa kweli taifa linajengwa na familia. Ukiwa na familia mbovu, angalia muziki wetu sasa. Muziki unahubiri, hauhubiri familia. Wanahubiri kutengana, wanahubiri pombe, hawaelimishi watoto, hatusisitizi tukae kwa pamoja. Wanaoimba mambo haya leo yuko na huyu, kesho yuko na yule, kesho na yule, kesho yule. Familia tumeitelekeza kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya biashara, na hayo ni matatizo makubwa sana. Na nchi inayopuuza familia, msingi wake uko katika mchanga. Inatakiwa kama taifa tuinuke kuponya kaya. Nilikuwa naangalia sensa ya taifa la Tanzania. Nadhani tuna kaya kama milioni 14 kama sijakosea. Kaya, nyumba. Milioni 14 hizi kaya. Maendeleo yake yakoje hizi kaya? Maana kutoka katika kaya tunapata taifa. Baba yupo, mama yupo. Vipi maendeleo ya hawa atifali na auladi ambao ni watoto wenyewe? Vipi shuleni kule kusoma kwao, kufundishwa kwao? Kweli wanajua umuhimu wa kuwa mama wazuri, baba wazuri tangu watoto wakiwa wadogo? Na watajuaje umuhimu wa kuwa baba wazuri, mama wazuri wakati baba zao walikuwa wanadundana na mama zao? Baba analewa chakari, anarudi asubuhi,
mama haonekani, yuko katika vikoba, yuko katika biashara, kwa hiyo ni mateso makubwa sana, hasa katika majiji yetu. Unatoka asubuhi watu wamelala, unarudi usiku watu wamelala. Ndio maisha hayo ya kukimbizana. Tafanyaje wakati mwingine una cheo kikubwa lakini familia haipo? Lazima tuweke mkakati wa kusema watoto ni vipaumbele wetu. Kwa kumalizia, pengine kwa sababu tayari umesema upo katika mpango, Mwenyezi Mungu akikujalia basi walau uiendee familia. Na sisi kama Ayo TV tunakutakia kila laheri. Asante sana. Ungetamani upate mwanamke wa aina gani, au mkeo awe ni mtu wa aina gani katika kukulelea familia yako? Nadhani ni mcha Mungu, mtu ambaye na yeye ana fikra tunduizi. Ni bahati ukimpata mtu ambaye ana baada ya mahitaji labda tuseme ya kibiolojia, lakini mnaweza mkakaa naye, mkafanya mazungumzo, mkajadili mambo mbalimbali yanayoendelea katika ulimwengu, wanaita intellectual fellowship, mkawa na spiritual fellowship, mambo ya kirohoni, mnazungumza mambo yale, na mtu ambaye mtakuja kufanya mambo kwa pamoja, project zile za maisha, mambo makubwa mnayotaka yatokee katika maisha, na familia zinaendelea mkiwa mna jambo la kufanya katika mambo ambayo mitihari nimekusha kuyaanzisha, ukampata mtu wa kusaidia kuyafanya mambo yale. Maandiko yenyewe yanasema nitakutengenezea msaidizi wa kufanana na wewe. Kwa hiyo ukimpata mtu ambaye ana zile shughuli anaziongeza, analeta akili yake, analeta ujuzi wake, and then you do it together. Nitakupa kisa kimoja cha Marcus Garvey. Marcus Garvey amempata mwanadada huyo miaka 17 Kingston, Jamaica. Mwanadada anatoa hotuba ya kisiasa mdogo hivi. Akati hajaimaliza, Marcus Garvey kasimama, akatoa kauli akasema, finally I have gotten the destiny of my life. Yani nimempata yule ambaye nilikuwa namtaji katika maisha yangu. Mwanadada anaondoka, anaanza kumfuata wanaume desturi yao. Anaanza kumsemesha, anamwambia mimi nataka wewe uwe Josephine wangu. Yule mwanadada anajua historia, anamwambia kama wewe utakuwa Napoleon Bonaparte wangu. Najua Josephine alikuwa ni mke wa Napoleon Bonaparte, yule shujaa alipigana vita. Sasa yule mwanamama anasema wewe ukitaka mimi niwe Josephine wako, labda kama na wewe utakuwa Napoleon wangu. Basi wanaendelea kuongea pale. Ana maneno mengi sana, ujue Marcus Garvey akampiga maneno size yake. Yule mwanadada akaona jamaa ana fikra. Wazazi wakataka kuleta pingamizi hapa na pale kwa sababu Marcus Garvey hakuwa na kipato cha haja. Lakini baadaye wakaelewana. Lakini kufupisha habari hizi, yule mwanamama ndio alikuja kuandika vitabu vinavyomhusu Marcus Garvey wakati amefungwa na Marcus Garvey amefariki. Falsafa ya Garveyism ameiandika mke wake. Marcus Garvey tangu akiwa katika familia anakataa hata watoto wake wamuite baba au wamuite nani, anasema niite Mr. Garvey, na anavaa suti wakati wote hata akiwa nyumbani. Maana kwamba hataki kusahau zile harakati njema, lakini amempata mwanamke ambaye amemuelewa. So you got to be lucky to get the right person in life. Lazima uwe na bahati ya Mola kumpata mtu sahihi katika maisha. Ukimpata huyo, umekaribia paradiso. Sababu na uhakika watoto wako wako mikono salama, na mtapigana hiyo vita ya maisha kwa pamoja. Bwana Joram, naamini kuna mengi sana ya kujifunza. Ndio. Pamoja na kile ambacho umekuwa ukifanya pia kwenye uandishi wa kitabu. Ndiyo. Kuna namna watu tofauti huwa wanakutazama kwamba natamani Joram natamani awe kiongozi pengine, kwa sababu anaonekana ana falsafa nzuri sana. Ndiyo. Kwenye kichwa chake. Umewahi kuwaza kuwa kiongozi au kutaka nafasi fulani hivi ya uongozi?